during the Gen Z protest. Tuelekee kaunti nambari 17 kwake Michael Mutinda, ambapo anatuambia kwamba serikali ya kaunti ya Makueni imepoteza takriban shilingi milioni 58 kwa kipindi cha miaka miwili kutokana na uharibifu wa miundo msingi ya miradi ya maji. Gavana wa kaunti hiyo Mutula Kilonzo Jr. amesema atashirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali kuboresha usimamizi wa miradi hiyo. Kwenye uzinduzi wa ripoti kuhusu maji, gavana wa Makueni amesema serikali yake inakumbwa na tatizo kubwa la uharibifu wa miundo misingi ya miradi ya maji na hususan inayotekelezwa na serikali ya kaunti. Tayari miradi 54 imeharibiwa na serikali kupoteza takriban shilingi milioni 58. Gavana Mutula anaelekeza kidole cha lawama kwa wauzaji wa vyuma vikuu. I stated this and I repeat when the minister in charge of internal security was here, that without collective action of the administration together with ourselves and the security team, it will be very difficult to deal with this vandalism of water projects. My own conviction is that the sale of scrap metal by unlicensed dealers has exacerbated the situation. Makueni government is doing a lot of work, has invested a lot of money. But unfortunately, when it comes to governance of these projects, which they are doing, is becoming a tall order because most of them are highly vandalized. The PMCs or the committees which are given these institutions to manage, they manage to their own gain, not to the gain of the community. Ripoti iliyotolewa na shirika hili ikionyesha kuwa 31.9% ya miradi ya maji Makueni inasimamiwa visivyo, hali ambayo imewafanya wakazi wa kaunti hii kuendelea kukosa maji. Ensure that we have enough water for children and women and vulnerable groups that are most affected by scarcity of water. And particularly, we are happy because with proper management and governance of the resource, we will be more resilient and stronger to the effects of climate change that have a lot of adverse effects on water. We are going to automate. Automation of a water kiosk is costing about 300,000, and if you check the long-term effects of the same, it will at least reduce the non-revenue water. At the same time, the operations and maintenance of the system will, of course, reduce, and hence we will now be self-sustaining. They've pointed to management gaps. So I have tasked both the executive and the county assembly to find time to have a sitting to go through all these recommendations because they will be important. Ripoti hiyo inalenga kusaidia kaunti ya Makueni kuboresha huduma za maji safi sawia na kukidhi haja za wananchi wanaotegemea miradi ya maji kujiendeleza. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni.